13. Kwa katika hii 13, 12 ni vile ambavyo viko katika mchakato, kwa sababu kuna shughuli bado ambazo zinaendelea kufanyika, lakini moja naweza kusema ndio kiashiria ambacho hatukukamilisha au tuko katika wakati mgumu kuweza kusema kwamba tumekamilisha. Nacho kilikuwa ni idadi ya wawekezaji ambao tumefanikiwa kuwapata kutokana na hizi shughuli za shughuli mbadala kama ufugaji wa nyuki pamoja na kilimo cha mwani. Wale wawekezaji ambao ni wahudumu ambao wanapokuwa aidha wanatoa mitaji au wanatoa vifaa au wana soko la kudumu na kununua mazao yetu katika hizo bidhaa hii. Kwa hapo ndo angalau bado hatujakamilisha, lakini katika maeneo mengine mengi tumefanikiwa kukamilisha katika kiwango kikubwa. Sasa pengine kupitia kikao hiki tutajaribu baadaye kufanya tathmini kwa nini labda tunahisi hatujafanikiwa katika eneo hili, kwamba kweli bidhaa tunatengeneza, bidhaa biashara inafanyika mule vijijini mwetu na kadhalika, lakini mbona hatupate wawekezaji kutoka maeneo mengine ambao wanatusaidia kupata soko la uhakika na lenye tija zaidi? Kwa hiyo naweza nikakusaidia mawazo kuona hata pengine nini kufanyika kwa kushirikiana, sio kwa upande wa WWF pekee yake, bali kwa sisi wote tunaweza kukamilisha hilo swala, kwa sababu hilo ni moja kitu ambacho kitatupa uendelevu wa matokeo ya umma. Sababu watu wakiona soko lipo, ina maana itasaidia watu wengi zaidi kuingia katika hizi shughuli mbadala ambazo kwa kiwango kikubwa mmenufaika nazo, ambapo napo tutaona mbeleni tumenufaika kwa namna gani. Sasa hii ni picha ambayo imepigwa kijiji cha Somanga. Nafikiri pembeni mkiangalia itakuwa inaonekana vizuri zaidi kuliko hapa, na ni shughuli ambazo nyinyi wadau ambao mko humu mnazifanya, ambapo awali zilikuwa zifanyike, lakini kupitia mradi huu imeanzishwa na tumeanza hata kufikia mahala tunavuna asali. Sasa tukianza kwenye matokeo yale ambayo makubwa ambayo yamepatikana kwenye upande wa sera, tulifanikiwa kwa kushirikiana au kuwa support wenzetu TFS ambao walikuwa na mikakati yao ya kutengeneza mpango wa usimamizi wa maendeleo ya mikopo nchini Tanzania, ambao pia ulikuwa na una maono yale ya kuakisi haki za wakazi wa Pwani katika kunufaika, kutumia, kulinda, kuhifadhi na kusimamia mazingira yao ya mikopo. Kwa hivyo mradi huu ulisapoti zoezi hilo, na kama mnavyoona katika picha ni mwongozo wa miaka 10 na ulizinduliwa na waziri wa utalii na maliasili kwa wakati huo. Lakini sambamba na hilo, katika jamii zetu pamoja na wilaya zetu tulifanikiwa kutengeneza mipango ya usimamizi wa mikopo ya miaka 5 ambayo mikopo pia ina mipango kazi ya kuwasaidia wananchi kuona kwamba vipaumbele ni vipi, na mipango hii kwa kiwango kikubwa ilitolewa kutoka katika ule mkakati wa TFS wa kitaifa. Kwa hiyo Wakristo waga kuna msemo wanasema kwamba hatukuja kuitengua Torati bali tulikuja kuitimiliza, sio? Ndio. Kwa hiyo hatukwenda kinyume na kile ambacho kilikuwa ni maono ya nchi, bali tulijaribu kuyachukua yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu au wenu na kuyaweka katika kila kijiji husika pamoja na wilaya husika. Nalo lilikuwa ni zoezi shirikishi ambalo lilifanywa na wataalamu elekezi katika maeneo yetu. Lakini mbali na hiyo, tulifanikiwa pia kuanzisha kitu kinachoitwa usalama wa mazingira na jamii, ambao ni masuala ya ESSF, katika yale kuendelea kuangalia haki za wananchi zinazingatiwa, zinasimamiwa ipasavyo na zinalindwa. Tunafahamu kwamba jamii zetu zina mkusanyiko wa makundi mbalimbali. Kuna watu wenye uhitaji maalum, kuna makundi ambayo tumegawanyika kijinsia, wanaume pamoja na wanawake, lakini tuna watoto, tuna wazee na kadhalika. Sasa kupitia hii tulihitaji kwamba miradi yetu yote ambayo WWF inakuwa ikifanya iwe inalinda haki za watu wote pasipo kufanya ubaguzi, pasipo kufanya upendeleo na kadhalika. Kwa mafunzo yalitolewa pia kwa watu zaidi ya 225 kama wawakilishi ambao walitokea katika vijiji vyetu 6, lakini mbali na hao walitumika kama balozi kwa ajili ya kuenda kuelezea wenzao, lakini pia zilitumika njia mbalimbali kama mabango, maboksi ya maoni na kadhalika. Sasa
hapa tukajifunza pia kwamba jamii zetu wengi tunapenda kulalamika kwa mdomo, tuseme kwa uso, lakini yale ambayo ya kuandika wengi wamekuwa hawafanyi. Kwa katika kipindi chote cha mradi, tukimaanisha tukiwa mabango yalivyowekwa mwaka 2024 mwanzoni mpaka kuja sasa hivi 2025 mwishoni, tulipokea jumla ya maoni 15, ambapo haya maoni 15 naweza nikasema ni moja au mawili ambapo sample tumejaribu kuweka kwenye picha pale, ili sio mkaisema tunatoa wapi. Ili moja ilionyesha kwamba kuna uhitaji wa vifaa kama tochi, makoti na magambuti zaidi, ili kuweza kuratibu shughuli za usimamiaji wa mazingira haya ya mikoko. Lakini pia wengine walijaribu kuainisha masuala ya ruzuku. Nafahamu kuna vikundi vimepatiwa ruzuku, lakini baadhi havikuweza kupatiwa, na hapo mbele nitajaribu kuelezea ni kwa nini na tulitumia pia modality gani au taratibu fupi. Kwa kuna baadhi ya wenzetu walisema mbona sisi hatujapata na sisi tunarejesha mikopo na kadhalika. Lakini kingine ambacho tulifanikiwa kukiona kilikuwa ni masuala ya ufugaji wa nyuki, ambapo baadhi pia wakasema kwamba sisi kweli tulipatiwa mizinga, lakini pia tulikuwa tuna elimu ya nyuki. Lakini sasa ukija sisi huku ndani kuja kufuatilia, unajua kila kifaa au kila msapoti ilitolewa kulingana na matakwa ya jamii husika. Kwa hiyo ni baadhi ya malalamiko tuseme au mapendekezo au maoni ambayo yalitolewa na baadhi ya wananchi, lakini kuna masuala mengine ambayo yalikuwa nje ya mradi, kwa masuala ya afya na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunazungumzia sana kwa sababu sio sehemu ya wasilisho letu. Sasa katika ile dhumuni la pili, moja ya vitu ambavyo tumefanikiwa ni kurejesha sehemu ya mikoko ambayo ilionekana kwamba imeharibiwa. Sasa tukumbuke kuna tafiti mbalimbali zilifanyika kama zinavyoonekana katika upande wa kushoto. Baadhi ya watafiti walifanya tathmini ya maeneo ambayo yameathirika katika hivi vijiji 6 na kubaini kwamba ni takriban majumlisho takriban ya ekari 380 zilikuwa zimeathiriwa. Lakini katika kuathirika huko sasa wajaribu kuangalia kwa kina ni yepi yanafaa au yanaonekana kuwa na sifa ya kurejea katika hali yake ya kawaida, kumaanisha uoto wa asili kama jitihada binafsi zitachukuliwa. Basi ikaonekana kwamba ni ekari 126. Sasa kupitia hizi ekari 126 kama mradi wakati unatengeneza msingi wake na malengo target, wakaona sisi hizi 126 tusizichukue. Kwa nini? Kwa sababu kwa hela ambayo tunayo kwa mwamko wa jamii kwa kipindi hicho ambapo ulipokuwa ilionekana kwamba hili linaweza kuwa ni lengo kubwa sana kusema kwamba nataka kufanya 126 yote. Kwa kama mradi ukachagua kufanya 60%, tukimaanisha kwamba tukikaribia kufika nusu ya ile 126, basi sisi tutasema tumefanikiwa. Sababu tukumbuke awali tulikuwa tunajaribu kupunguza tatizo, sawa? Sasa kupitia mafunzo mbalimbali, ripoti mbalimbali ambazo zimetolewa kwa wadau wetu, tukimaanisha sisi wanajamii kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS ambao kwa kiwango kikubwa wamekuwa wakitoa miongozo ya kimafunzo na kadhalika. Lakini pia kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukiwahusisha wenzetu kutoka vyuo hivi vya kitaaluma ambao nao pia wamekuwa wakija kutoa elimu kwa namna moja au nyingine, na wakati mwingine pia tulijaribu kuwatumia watu ambao walishaishi katika hayo maeneo. Kwa mfano Mzee Simba awali wakati tunaanza naye alikuwa ni mfanyakazi au mtumishi wa serikali, lakini baadaye kwa sababu kwa maisha ni safari akawa amefanikiwa kumaliza muda wake kuendelea kuwa mtumishi wa serikali, lakini kwa sababu aliishi baadhi ya maeneo ya Biti akawa anayajua kiundani hali ilivyokuwa sasa hivi hali ilivyo, hata ile misitu ya asili ambayo inapatikana pale tulijaribu pia kushirikiana naye kuona kwamba tunatoa elimu ambayo ni sahihi kwa wananchi wetu, kwa sababu awali tulikuwa tunakosea sana kwenye kuchagua maeneo, lakini pia tunakosea sana kwenye kuchagua jamii, kumaanisha species. Kama unakuta mtu labda mkoko magondi anaupanda katika eneo ambalo labda ni la mchanga ambapo hauwezi ukashika na kadhalika. Kwa kupitia wataalamu wa TFS wa Pinalita na kadhalika walitusaidia kwa kiwango kikubwa kujua ni maeneo yapi tupande jamii hipi na maeneo yapi tupande jamii hipi. Kwa kiwango kikubwa tukafanikiwa kutoka lengo letu lile ambalo lilikuwa ni ekari 60 tukaenda kwa hii miaka 4
3 mpaka 89.87 inayoonekana hapa, lakini pia bado tunaendelea ku update sasa neno tu la kusema Kiswahili ku update, sababu ni bado mnatuma takwimu kupitia simu zile ambazo WWF iliwa kuhuisha update maana kuhuisha. Nashukuru sana. Kwa bado tunaendelea kuhuisha na kumla ni sio 89 ni 108. Hii iko chini bahati mbaya pale nilikosea ku update. Kwa lengo lilikuwa ni 60, tunafanikiwa kufikia 108. Ni bado tunaendelea kuhuisha database yetu au kanzi data yetu kulingana na zile taarifa ambazo tunaendelea kuzijaza, ambapo mmoja wetu asubuhi alinipata sama yake ilipa mushkeli kidogo. Kwa maana leo IT wetu atakuja WWF atamrejeshia, hiyo tunatarajia yeye atabeti taarifa zake na baadhi nyingine tutapata labda namba nzuri zaidi. Sasa mbele yetu hapo ni baadhi ya picha ya maeneo, hali ilipokuwa kabla na hali ilivyo baada. Kwa kijiji cha Mafia wilayani kijiji cha Jimbo wilayani Mafia, naweza kusema ni eneo ambalo sasa hivi wengi mkienda utasema kweli hapa watu walifanya kazi. Eneo lao limerejea vizuri. Naweza kusema kama tunatumia nafasi hii kumshukuru Bwana Kalisto ambaye ni afisa TFS ambaye amekuwa pamoja sana kuwasaidia wananchi wale, kuwaelekeza jamii zipi za misitu miti zinafaa katika wale maeneo, lakini pia wakina afani na kadhalika ambao wamekuwa mmoja watu ambao wamekuwa pambana na hivi vikundi, kwa sababu kwa jimbo ni BMU ya jimbo ndio ilikuwa ikiongoza kwa kushirikiana na wananchi.